Coach, kwanza hongereni kwa kuingia finali, lakini pia hongereni kwa kuwa na consistency nzuri ya msimu huu, kwa sababu inaonekana mnaelekea kutimiza malengo yenu. Ya, tunashukuru sana, tunashukuru kwa kazi ambayo tumeifanya. Ni sio kazi ndogo, ilikuwa ni kazi kubwa, lakini kama technical hatuwezi kusema tunajipongeza sisi kama technical, tunapongeza wachezaji wafanya kazi kubwa, lakini management inafanya kazi kubwa pia, lakini hatuwezi kuacha pia kuwashukuru mashabiki wetu wote walioko mkoani Singida. Wamefanya kazi kubwa, wamekuwa na sisi vipindi vyote kwenye nyakati ngumu, wakati tunapita kwenye transition period, lakini hata wakati wa mafanikio. Kwa hiyo tuseme ni kitu cha kuwashukuru watu wote waliopambana mpaka hapa timu ilipofikia. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Maandalizi yako je sasa kuelekea michezo ya mwisho pamoja na mchezo wa finali? Ya, maandalizi yanaenda vizuri. Kama leo hapa tunatoka kwenye training, kwa hiyo kila kitu kiko vizuri. Wachezaji wote wapo kambini hapa. Tumekosa wachezaji wetu watatu au wanne waliotoka kwa mfano Masalanga yuko na national team ya Tanzania, lakini mfungaji wetu na Jonathan Soa yuko na amesafiri na yuko na timu ya taifa nyumbani kwao, lakini tunasema Victoria Adebayo. Kwa hiyo tunakosa wachezaji, lakini by kesho nafikiri atakuwa ameripoti na timu yetu itarudi kwenye rhythm na wachezaji wote watakuwepo camp, lakini so far maandalizi yanaenda vizuri, hatuna majeraha hata mtu mmoja. Kwa hiyo ni kuendelea kuwajenga wachezaji psychologically wajue tuna mechi hizi mbili za ligi, lakini tukumbuka tuna mechi ya finali. Kwa hiyo tunafanya maandalizi yote kwa pamoja, mwisho wa siku kama timu twende kumalize target ambayo tumeweka kwa msimu huu. Najua Singida ina historia. Neno Singida mara kwanza waliingia finali wakatolewa na Mtibwa miaka ile. Na walimtoa Yanga. Mwaka huu mnakwenda kukutana Yanga kwenye finali. Tupe. Tunawaambiaje mashabiki watarajie nini kwenye hilo? Ya, seriously itakuwa ni mechi ngumu. Ukiangalia Dar es Salaam Young Africa ni moja kati ya vilabu vikubwa, klabu ambayo ina wachezaji quality kama sisi. Experience yao, wamecheza mashindano ya kimataifa mara nyingi zaidi ya sisi, lakini kwangu mimi kuhakikishia kabisa ukiangalia mchezaji mmoja ambaye tuko naye kwenye kikosi chetu, quality yao na hata si technical bench zetu tuliojipanga, itakuwa moja kati ya finali moja nzuri sana kutizamwa kwa yule ambaye atakuja kuangalia uwanjani na hata atakayetazama kwenye television. Itakuwa moja ya finali nzuri, lakini na washabiki pia niwaambie kwamba msimu ule tulicheza na Mtibwa pale Arusha, tulikosa kombe lile, na msimu huu tumejipanga vizuri kwa sababu hata wenyewe mashabiki wanaelewa aina ya management tulikuwa nayo, wachezaji ambao the commitment yao wategemea kabisa kwamba kombe lile linakuja kuja Singida, na itakuwa ni mwanzo mzuri sana kufunga msimu na kuhakikisha kwamba msimu unaokuja itakuwa ni msimu sasa kushindania hata ubingwa wa ligi kuu Tanzania. Wito wako kwa mashabiki wa soka mkoa huu? Tujipange wote kwa pamoja, kwa sababu tuzidi kuunga mkono timu hii, kwa sababu uwepo wa timu hii kwenye mkoa wa Singida ni mwamko kwa kila kitu. Sasa hivi Simba anakuja hapa, Yanga anakuja, Mtibwa anakuja. Zinapokuja timu hizi haziji tu kucheza mpira, zinakuja kuongeza hata pato la mtu mmoja. Wanapokuwa na mechi hapa automatically bodaboda wanafanya kazi, mantilia wanafanya kazi, zile hoteli, gesi wote wanafanya kazi, mafuta yananunuliwa, kuku pale Ubungo zinakwenda. Kwa hiyo inavyofanya biashara hiyo ni hata serikali pia inapata pato, kwa sababu wanaofanya biashara wale wanaenda kulipa kodi za serikali. Zikilipa kodi za serikali, zahanati zinaongezeka, barabara zinaongezeka, madarasa yanaongezwa. Kwa hiyo ni kitu kizuri ambacho uchumi wa mtu mmoja, lakini hata nchi kwa ujumla. Kwa hiyo tuendelee kuunga mkono timu hii, izidi kuwepo hapa. Uwepo wake hapa ni furaha kwetu pamoja na mashabiki wetu. Kwa majina na nafasi yako? Mimi naitwa Muhibu Kanu, ni assistant coach wa Singida Black Stars. Sasa hivi kwanza tunamshukuru Mungu, kila mchezaji amerudi salama, mazoezi yanaendelea kama kawaida. Kwenye ligi kuu tumebakiza mechi mbili ambazo tunacheza tarehe 18 na tarehe 22. Baada ya hapo tunaanza kujiandaa sasa kwenda kumalizia mchezo wetu wa mwisho wa finali ambao utafanyika Zanzibar. Na najua sasa hivi tumejiandaa vizuri na tutaenda kupambana ili tuweze kurejesha kombe, ili kombe la siweze kunyanyua kwa mara ya kwanza tena. Najua Kennedy, wewe una historia kubwa ya kombe hili. Ukiwa hapa miaka nyuma ushawahi na hii inakuja tena ukiwa hapa. Akili yako kwa safari nini ambacho unafikiria? Sasa hivi ni tunachokifikiria kikubwa bwana hapa ni kwenda kuchukua ubingwa. Tuweze tukachukue na sisi kombe, maana unajua Singida of course sio mara ya kwanza au mara mbili kuingia finali. Hii timu ishaingia kama mara 3. Naona ijapo kwamba ndio hivyo waga wanapoteza. Ila kombe hili tunaenda kucheza Zanzibar, lazima tunaenda kupambana tuweze kulichukua. Mliposikia kwamba mchezo unachezwa Zanzibar, nyinyi mlituije kwa sababu mshacheza kule na mchezo fulani wa ligi mkapoteza. Mnakutana nao tena. Kuna uwanja ule? Na sisi bwana, sisi ni wanajeshi. Uwanja wote sisi tunaenda kupambana. Tuliosikia ni kuna sababu uwanja unaenda kucheza Zanzibar, sio ni sawa na viwanja vingine. Nawaambiaje mashabiki? Mashabiki zetu wajitokeze, wazidi kusupport ili tuweze kuchukua ile kombe.